hakuna kitu kinaitwa tabia nchi. Kilichokuwepo ni mabadiliko ya tabia watu. Sio tabia nchi. Nchi haya mazingira haya ndio vile vile Mwenyezi Mungu alivyo yaumba, na yenyewe swala hayajibadilishi, lakini sisi ndio tunayofanya nini? Kwa vitendo vyetu ndio tunayo yabadilisha. Lakini binadamu tumekuwa wajanja. Sisi tumekuwa tunaharibu, halafu tunaisukumia ile badani kwa watu, kwa nafasi ya tabia nchi bwana, unaona nchi inabadilika. Kumbe sisi wenyewe ndio tunayofanya nini? Tunayobadilisha. Vitendo vyetu ndio vinaleta reaction ya uharibifu wa mazingira, alafu sisi tunailaumu mazingira badala ya kujilaumu sisi wenyewe. Tuko wengi, ndio imani yangu. Ukiachilia hizi NGOs ambazo zinazokuja na miradi yao, lakini sisi wenyewe tu peke yetu tuko wengi. Tuko Wizara ya Fedha, tuko TARURA, tuko sisi TAMISEMI kwa maana ya halmashauri, tuko ofisi ya makamu wa rais, na wako wengine ambao TANESCO, sijui maji, tuko wengi. Imani yangu kama tutashirikiana, na sio kushirikiana kwa maneno, kwa vitendo, basi changamoto nyingi zilizokuwepo kwa wananchi wetu zitatatulika kirahisi. Nachokiona mimi, tunatakiwa tushirikiane kwa dhati na kwa vitendo, sio kwa maneno zaidi. Katika nchi hii, katika huo ushirikiano, utagundua hakuna mtu ambaye sio mnufaika katika jambo lolote unalolitaka wewe. Hata ukisema hilo la barabara, hizo zenu TARURA, sijui daraja, sijui kitu gani, basi wanufaika sio wale wananchi kama wananchi peke yao. Ukiangalia katika product concept, utaweza kugundua hata sisi wenye taasisi nyingine vile vile ni in one way or another tunanufaika. Unapozungumza kwa mfano uliosema wa barabara au daraja, kama hawa wananchi tukishirikiana kwa sote, hizi taasisi zote tukiwajengea daraja, manake na hizi taasisi zetu kwa njia moja au nyingine nazo zinanufaika. Tunaelewa changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kila mwaka mambo yanabadilika. Inawezekana mahitaji kadri unavyozidi kwenda yakawa yanaenda zaidi, yanaongezeka. Kwa hiyo inahitaji nguvu za wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunashikamana na tunaona namna gani tunatembeaje. Kwa hiyo mafunzo kama haya sisi kwetu yalikuwa kweli ya kuweza kutoa chachu. Kwanza wenzetu waweze kwenda kuona, na tunashukuru watu walienda kwenda kuona, kwa sababu kuwaelezea tu mtu kwamba haya ndio madaraja yako namna hii, mara nyingi huwa ni ngumu sana mtu kuelewa. Tulipeleka wahandisi wetu, na tunashukuru baada ya kufika kule na wenyewe wameona lazima na sisi tuadjust kwenye michoro yetu au designing zetu, kuhakikisha kwamba kuna vitu ambavyo tumejifunza tuweze kuincorporate, kuviingiza ili kuhakikisha kwamba haya madaraja yanakuwa ni ya ubora zaidi na yaweze kudumu muda mrefu. Mafunzo yetu yalihusisha kwanza kupata nadharia kwanza karibu wiki moja, alafu baadaye tukaenda sasa maeneo mbalimbali ya miradi. Kama ulivyoona, tumeenda maeneo muhimu ambayo kwa Morogoro, unakumbuka katika kikao chako cha bodi ya mkoa ulichokiitisha mwezi Mei huo, tulijadiliana kuwa mkoa wa Morogoro ni kama umeshikilia ndio encourage ya uchumi wa Tanzania kutokana na kuwa na mazao makubwa ya kimkakati, utalii pamoja na kilimo. Na unavutiwa na miundombinu mbalimbali kama reli na nini, lakini maeneo ya kutoka ambapo kunazalishwa na uzalishaji mkubwa hakujaunganishwa, na ndio maana tulionyesha ramani nchi nzima. Ukiangalia ile Rural Accessibility Index, yani wananchi wetu vijijini walau kutembea zile kilomita 2 katika hali ya usalama, kwa sababu kwa mijini tunachukua mita 500 au kilomita 1, kwa vijijini ni kilomita 2 kuweza kupitika kwa muda wote. Ni 38%, kwa hiyo 62% ya wananchi hawapati hizo accessibility. Na mojawapo
ya hiyo study iliyofanywa na TARURA ikashauri tuishirikishe jamii katika kutekeleza miradi. Ndio maana tumeanzisha mradi wa CBRM, Community Based Road Maintenance, lakini maeneo ya milimani ambayo yaunganishwi yaweze kuunganishwa kwa madaraja ambayo yana bei nafuu.